Shukuru Mwenyezi Mungu. Ramadhani inaendelea? Ramadhani inaendelea. Tunafunga? Kabisa nimefunga. Sasa tunaanzia moja kwa moja. Mtandao sasa hivi umekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaibuka na vinavyoendelea kushika hatamu mpaka sasa hivi. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo liliibuka ni kwa Maimartha kuongea kuhusiana na Zailisa pamoja na Haji Manara kuhusiana na ndoa yao, kusema kwamba Zailisa baada ya kutoka kwenye sherehe alienda moja kwa moja kwa Dula Makabila. Je, kwa kile kitu ambacho alichoongea Maimartha ni sahihi kuongea mbele ya hadhara na kimeenda kutrendi mtandaoni? Kama ilikuwa ni kweli, ilikuwa ni sahihi kwa sababu ana evidence zote. Lakini kama ilikuwa si sahihi, lakini anapaswa kuwa makini kwa sababu unemzungumzia ni mwanadamu. Itafika mahali atachoka dhihaka, ataamua kuchukua hatua. Sasa akichukua hatua na tayari ana ushahidi. Mfano mimi niliona alivyomzungumzia, lakini baadaye niliona kwenye page yake Manara kaposti wanafuturu na Zailisa. Lakini pia nikaona comment ambayo ya Manara pamoja na Zailisa wameenda kwa Maimartha. Sasa inawezekana pia nikazungumzia hivi, lakini kumbe ni watu ambao wanafahamiana, wanajuana wenyewe. Kwa hiyo hata alivyozungumza vile akaona hakuna ubaya, ila kwamba kuna mwingine ukimzungumzia vile na ana uhakika na ulichokizungumza. Inategemea siku mtu kaamkaje. Kuna mtu siku kaamka bwana tafuta mwanasheria. Tafuta mwanasheria kaweka pale, inakuwa ni jambo jingine. Kwa hiyo hata kwenye kuangalia, kwenye kuzungumza, basi tunapaswa kujaribu kuangalia kipi tukizungumzia ambacho kenye ukweli na ukweli kabisa, na kipi ambacho hakifai kuzungumzwa, uangalie kitu kingine. Lakini baada ya kuposti ile posti Maimartha tukaja kuona comment zikishuka pale. Moja kati ya comment ni ya kwake mwenyewe Zailisa akishusha matusi. Je, kwa Zailisa pia naye alikuwa ni sahihi kufanya vile, kushusha matusi kwenye ile posti na matusi yameonekana hadharani kabisa? Ilikuwa ni sahihi kushusha matusi? Si sahihi, na ndio maana nikasema kwamba inawezekana wenyewe wanajuana ama wanafahamiana, lakini kwa kushusha lugha chafu ambayo pia ikaleta athari si kitu kizuri. Unajua hii mitandao ambayo tunaitumia sasa hivi, tunatumia sasa hivi kwa kiasi kikubwa na ndio ina nguvu kubwa. Tunapaswa kuitumia vizuri na kuweza kuilinda vizuri na kujua kipi nizungumze, kipi nikiandike, kipi nisiandike. Lakini wakati mwingine ni jazba. Unajua mtu anakuzungumzia kitofauti, unaamua, yani ile ni hasira kufanya vile, lakini inakuwa si sahihi. Ndio. Ukipata nafasi ya kumshauri Maimartha, kitu gani kikubwa ambacho utamshauri kuhusiana na vitu ambavyo anavifanya especially kwenye ndoa za watu na vitu kama hivyo? Kama anachokiandika na uhakika nacho na ile ni kazi yake ameichagua, sio mbaya. Lakini kiushauri namwambia kwamba anapaswa kuwa makini. Si watu wote unaweza ukawazungumzia kinegative alafu ikawa sio, inaweza ikamfikisha mbali. Kumwambia mimi namwambia tu awe makini basi. Ndio. Lakini tukisalia hapo tuliona pia story nyingi bado zinaendelea kusambaa mitandaoni. Maimartha pia kuna posti kidogo nyuma aliposti kuhusiana na Diamond na Zuchu. And then tukaona pia Diamond aliwaka kuhusiana na ile posti ambayo aliposti, yani kwamba akiongelea mahusiano ya Diamond na Zuchu. Hii inawezekana ikawa inamshushia credit Maimartha kwa mashabiki zake. Yeye sasa unajua anapotengeneza content anataka iende. Lakini pia angalie, lakini bado naendelea kusema unajua kuna mtu ukimzungumzia kwenye mtandao ameshazungumzwa sana. Anaona macha tu aseme. Lakini kuna mwingine hawezi kukubali. Na maana nikatoa mfano kwamba awe makini. Kuna mwingine ukimzungumzia ataendelea kufurahi, ataendelea kudharau. Lakini mwingine hatoweza kufurahia. Kwa mfano unapozungumzia kwamba Hadija Kopa aliweza kupaniki, akaweza kuzungumza na maana alimpigia simu akaweza kuzungumza, lakini Hadija Kopa kama alipaniki. Sasa vile nako ni kitu kimoja kibaya sana. Unaweza baadaye ulikuwa na uhusiano mzuri na fulani, uhusiano ule ukawa hauko sawa. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia kwamba angalie kipi anatakiwa kufanya kiwe sahihi na kipi ambacho mwenyewe afikiri, kwa sababu lazima ubalance story.
Yeah. Lakini pia sasa hivi mwaka huu umekuwa ni mwaka ambao ndoa zinafungwa nyingi na mastaa wengi sana wanafunga ndoa, au sio? Tuliona pia ndoa ya Jux na mkewe Priscilla, tukaja kushuhudia pia mchezaji wa Yanga Aziz Ki na Hamisa Mobeto akiolewa. Katika hizi ndoa mbili ambazo zimefanyika kwa siku za hivi karibuni, ipi ni ndoa ambayo wewe ilikuvutia zaidi kuliko ndoa ya mwingine? Yaani ipi ndoa ambayo sema hii ukiangalia ilinivutia sana? Mimi nimevutiwa na ndoa zote. Kwa nini nimevutiwa na ndoa zote? Kwa sababu muoaji na muolewaji wote ni wakubwa. Unajua kuna umri mtu akiingia katika ndoa ni sahihi. Kwa sababu mfano tuzungumzie anaitwa Priscilla. Ameingia kwenye amekubali kuolewa na Jux. Inawezekana hakuolewa na Jux, ameolewa na Juma. Umeelewa? Hamisa inawezekana anajua hajaolewa na Aziz Ki. Ameolewa na nani? Ama na mazungumza hajaolewa na mchezaji, ameolewa na Aziz Ki. Sijui umenielewa. Sasa unajua kabla hujaolewa ama kabla hujaoa kuna watu wanatafakari kwamba mimi naolewa. Kwa mfano toa mfano samani, na unaolewa na mimi siolewi na mbunge. Naolewa na sijui umenielewa, kwa sababu cheo kitakwenda kitakwisha. Atabaki yule. Sasa wao walioolewa, waliooa na kuolewa wote ni wakubwa. Unajua kuna umri ukivuka tayari unakuja kutoa maamuzi ambayo yako sahihi. Na kuna umri uwezi ukatoa maamuzi ambayo yako sahihi. Labda upate muongozo kutoka kwa mzazi ama mlezi. Kwenye ndoa ya Hamisa na Aziz Ki, comment nyingi sana za mashabiki wanasema kwamba Hamisa pale kwa Aziz hajafuata mapenzi bali kafuata hela. Ukiangalia kwa upeo wako na ni legend kabisa, ama ni kweli kafuata hela ama ni maneno tu ya mitandao? Yale ni maneno tu. Maamuzi yako kwa Hamisa na maamuzi yako kwa Aziz Ki. Na mpaka wameamua nani huyu Hamisa kukubali kuolewa, katoa maamuzi yako yeye kwake yako sahihi. Hakukurupuka na imani kabisa ameamua kuolewa kwa sababu umeelewa? Yaani mfano labda nitoe Hamisa ana watoto wawili. Na kabla ya hapo alikuwa na watu wanaoshirikiana. Tena hiki kitu naomba nikizungumza ambacho kilikuwa kinakera sana. Unajua alipotoa maamuzi ya kuolewa, watu tena bado wanaendelea kuweka wale wanaume ambao walikuwa nao. Sasa afanye nini ili liwe jema? Hajaolewa walimsema. Ameolewa wanakwenda kutengeneza zile picha za wanaume wengine. Si sahihi. Fike mahali wa Tanzania baadhi yetu tuelimike kupitia hili. Yaani unavyoweza kukwazika wewe, elewa pia na yaani kwamba kama kuna Mtanzania ambaye amefanya vile, huwa yeye akikutana na kitu kinamkwaza, basi elewa hata yule naye Hamisa ni mwanadamu anakwazika vile vile. Kwa kauli yako inamaanisha kwamba Watanzania pia ni watu ambao wanaosukuma zaidi labda kuharibu mahusiano ya watu ama kujenga mahusiano ya watu. Kama ukiwafuata. Kama ukiwafuata. Kwa sababu mwanadamu nafikiri kabla hajafanya kitu anafikiri. Kwa hiyo ukifuata zile comment za kwenye mtandao, kuna nzuri zifuate, mbaya ziache kama zile. Kwa sababu kuna watu wanaambia usiweke maisha yako kwenye mitandao. Lakini ukumbuke yule ni maarufu. Unaelewa? Kuna vitu ataviweka na kuna vitu hatoviweka. Atakwambia jana mimi nilifanya mapenzi na mpenzi wangu, akaviweka hadharani? Hawezi. Ama tunataraji kujenga nyumba, tumekwenda sehemu fulani, hawezi. Lakini kuna vitu, kwa mfano kama juzi amefuturisha. Mimi nimeingia kwenye page ya Hamisa, sababu mimi naendesha hizi program. Unajua ukitaka kumzungumza mtu lazima umfahamu. Lakini mbona hajaposti anafuturisha, hajaposti wamefuturu, wameposti watu wengine ambao walioitwa. Lakini hajaposti. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo sasa ndio maana kuna mtu mwingine akifanya kitu anambia sitaki uchukue picha. Mimi nishafanya shughuli za viongozi mbalimbali, mimi ni MC. Na ninafanya na anakuambia usichukue picha Mariam. Namchukuaje picha? Usitume. Sijui umeona. Kwa hiyo kuna mtu anamwambia Mariam nifanye shughuli ya mtu fulani, fanye shughuli ya mtu fulani, fanye shughuli ya mtu fulani. Hakuna. Labda ile ambayo ilikuwa imewekwa dhahiri ya makamu wa rais, ndio ya mtoto wake ndio nilifanya, ndio wametenda, sio mimi sijaposti. Ni watu wameposti wengine ambao waliruhusiwa, lakini hawakuposti ile event yote. Hata Hamisa juzi aliwaita watu kufuturisha, alingetaka mwenyewe kwambia jamani naomba msiposti, lakini wacha ni waposti wa uhuru kwa sababu hakuna kibaya pale. Ndio. Lakini pia Watanzania kuna ndoa ambayo wamekuwa wakishadadia sana, ni kati ya msanii Diamond Platnumz pamoja na msanii mwenzake kutoka
Kalebwele msanii wake Zuchu, na imekuwa kila siku inazungumziwa sana kwenye midomo ya wanaburudani. Je, ni sahihi kwa upande wako watu kuisukuma hii ndoa, ni kwamba watu kuweka pressure kuhusiana na hii ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu? Mimi nafikiri wao hawafuati watu. Ndio maana bado naendelea kusema kwamba ukimfuata mtu zuri lifuate, baya liache. Bado naendelea kusema ndoa inapangwa na Mungu, ndoa hapangi mwanadamu. Hata hao wanaomsema Mama Diamond anamzuia mwanae kutokuoa, hata yeye hana uwezo huo. Ni mwenye uwezo huo ni Mungu. Na siku Diamond atakaoamua, hakuna mtu yote kuweza kumshika shati, suruali, pensi, bukta, kofia, ni yeye mwenye maamuzi yake. Kama Mungu amepanga atamuoa Zuchu, atamuoa Zuchu. Kama Mungu hajapanga, hajapanga. Umenielewa Kwa hiyo kwamba yote tunayofanya ni Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kama mimi hapa mnavonihoji, leo ni Mwenyezi Mungu alipanga leo mimi nihojiwe. Ndio. Kwa hiyo kwenye comment ambazo narusha mashabiki ni sio sahihi kuwarusha wasanii wetu wawili kwamba wachagize ndoa. Mimi nasema sio sahihi kwa sababu huwezi kuingilia maisha ya mtu. Wenyewe wana mikakati yao na wana mipango yao. Wewe mipango yako unayoipanga ukiwafuata watu si utapotea. Kuna mema utayachukua au watu wanazungumza mema na kuna watu wanazungumza mabaya. Kwa mfano urudi kwenu ukafuturu, sijui watajuaje kama Zuchu anafuturu kwa mamake na pale yuko kimziki tuna Diamond sio mtu wake. Umeona Lakini pia kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani pia bado wako pamoja. Lakini wale wote ni Waislamu. Je, hiyo imekaa sawa? Yaani unaweza ukaona wako pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani labda kwenye kazi. Lakini baada ya hapo watu wanaachana. Yaani wanabuyu anakwenda huku na huyu anakwenda huku. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaona kwenye matamasha tofauti. Lakini inawezekana wanakutana tu kwenye ndege. Na baada hapo kila mtu anashika 50 zake. Lakini kwa sababu nyuma ya pazia sisi wanadamu tunaona tu wanavyojiposti, lakini baada ya kupostiwa kuna nini kinafuata? Ndio. Lakini pia siku za nyuma kidogo kulikuwa na mgongano kati ya Zuchu na redio ambayo Diamond Platnumz anaimiliki, na mpaka akatoka kwenye mtandao akaandika maneno mazito sana, hata kuwarushia lawama baadhi ya watangazaji kwenye kipindi fulani hivi. Kwa namna hilo comment nyingi sana za mashabiki zilikuwa zinasema kwamba Zuchu hawezi kuimudu pressure ya mitandao. Ni kweli kwamba Zuchu hawezi kuimudu pressure ya mitandao? Kama anafuatilia hataweza kuimudu. Lakini kama anafuatilia hataweza kuimudu. Lakini kama afuatilia anaimudu na anafanya yake na mengine yanakwenda. Unaumia ni wewe sasa. Huko ambaye wewe ukiamka asubuhi unataka kujua Zuchu leo anafanya nini. Ndio wewe utaumia. Unataka kujua leo Diamond anafanya nini. Wewe ndio utaumia. Sasa nafika mahali kwamba leo unatarajia labda hiki nilivyosema hivi hawezi kufanya, mwenzako kesho anaenda anafanya kitu kingine. Nani anaumia? Si unaumia wewe ambao unaifuatilia. Unajua siku zote kufuatilia maisha ya mtu unaumia. Na huo muda ukao kufuatilia maisha ya mtu ni muda ambao unatakiwa utengeneze vitu vyako. Kuna mtu kijana mgao unamkuta na miaka 40. Mpaka sasa hivi hata kiwanja cha shilingi milioni 1 hana. Sasa hebu fikiria hapo. Kila kukicha ile pesa yake kwenye mtandao anamaliza kumwangalia Zuchu, kumwangalia Diamond, kuangalia hiki, kukosoa watu, kufanya hiki. Chamana hana anachokifanya. Sasa huo muda, unajua muda ni mali. Ndio. Yaani kuna watu hawajui muda ni mali kuliko kitu kingine chochote. Muda ni mali wa kufikiri nifanye nini hata kama una. Muda ni mali wa kufikiria unacho nifanye nini kwa hiki kidogo nicho nacho. Kwa sababu sisi wa Tanzania tunadharau shilingi 100. Lakini 100 ukikusanya ile kwa mwezi mzima unakwenda kutengeneza kitu hata kwa mwaka. Kwa hiyo kwamba lazima tukae, yaani kuna muda tuache kufuatilia vitu vya watu. Kuna muda ni kweli unataka kufurahisha kichwa chako, akili yako, kutoka pale unaacha unaendelea na maisha yako. Ndio. Kwa upande wako labda ungetamani kuiona ndoa ya Diamond na Zuchu? Kama ni kweli, kama ni mtu na mchumba wake. Lakini kama ni mtu na mfanyakazi wake, kila laheri. Zuchu hata Mungu atamjalia atapata wa kwake, Mungu alomwandikia. Diamond Mungu akimjalia atapata wa kwake. Kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu. Ndio. Kwa mwaka huu mastani wengi sana ambao bado hata kuingia kwenye ndoa hawajafunga. Pengine nikikwambia wataje hata mastaa watatu ambao wewe unatamani kwa mwaka huu 2025 usiishi wao wameingia kwenye ndoa, ni mastaa gani? Wengi. Nilimwona mdogo wangu Irene Uwoya. Ndio. Alisema mimi akitokea mwanaume wote nitaolewa naye. Napenda na siku wanialike kwenye sherehe. Mwingine nani?
Wajina wangu Mariam Fereji pia. Ndio. Yule wajina wangu kipenzi changu. Natamani siku moja wakipata nini wanialike. Mwingine nani? Mona Lisa. Ndio. Na natamani. Natamani Mungu amjalie siku akipata ndoa anialike, kwa sababu hao ndio familia yangu pia kwa upande mwingine. Na kwa upande wa kiume? Upande wa kiume Juma Lokole. Juma Lokole. Mwanangu mwenyewe nataka sikie kwenye sherehe yake aniite, kwa sababu mzazi mwenzie mimi ni rafiki mdogo wangu, rafiki yani. Nishamuita kumwalika kwenye kipindi tukafanya naye kazi. Juma Lokole nataka siku Mungu akimjalia kwenye ndoa yake mimi niwe. Ndio. Lakini Juma Lokole ana mvutano na Zuchu. Mvutano wao au sikuolewa kuoa tofauti. Mimi namtaka Lokole siku kwenye ndoa anialike aniite na sare nitaikata. Ndio. Chumba lakini si anaye. Sema mbona handsome yule. Ukimwangalia mwenyewe mzuri, anavutia. Balaa zito. Tukitoka hapo twende kwenye sakata moja ambalo jana juzi ilikuwa linashika hatamu. Huyo Juma Lokole pia lilipost kuhusiana na Nicole, au sio? Kukimbia na madeni ya watu, kutaka kukimbia na hela za watu kwenda nchini Nigeria. Na alianzisha mchezo wa kupatu, lakini watu wakamnasa airport, and then amepelekwa kituoni kwa mujibu wa Juma Lokole. Cheki yako ni ipi kwenye sakata? Kwa kweli siwezi kuzungumzia kitu chochote kwa sababu sijakifuatilia, sina uhakika nacho, lakini kama ni kweli amefanya sivyo. Lakini kama si kweli basi nampa pole, na Watanzania tunapaswa kubadilika. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.